Sasa tunaelekea katika kaunti ya Kwale. Mwenzangu Niki Gitonga yuko imara hapo. Viongozi wa ODM katika kaunti hiyo ya Kwale wamemtetea gavana wa Mombasa Hassan Joho kuhusu matamshi yake dhidi ya naibu wa rais William Ruto kuhusiana na azma yake katika uchaguzi wa mwaka 2022. Sasa baadhi ya wabunge wa eneo la Rift Valley wamekuwa wakimkosoa gavana Joho na wakisema kuwa matamshi yake yanahujumu mwafaka wa kisiasa baina ya kinara wa ODM Raila Odinga na Rais Uhuru Kenyatta. Niki Gitonga, ni yapi ambayo yanatarajiwa kusemwa zaidi ya hayo? Manake nafikiri japo wengi wanasema kwamba si wakati wa siasa, tunazidi kujikuta ndani ya siasa za mwaka 2022. Zilikuwa zinasemwa Rift Valley, sasa zimeingia hata Pwani. Asante Nimrod. Hata nilikuwa namwambia mheshimiwa Zulea abaki angalau tuzungumze na yeye, kwa sababu ni miongoni mwa viongozi ambao wa ODM katika kaunti ya Kwale wanakongamana hapa kujadili swala zima la chama cha ODM na matamshi yaliyotolewa na viongozi wa mkoa wa uzamani wa Bonde la Ufa, hasa ukiongozwa na gavana wa kaunti hiyo Steve Sang pamoja na seneta wa kaunti hiyo Samson Cherigei, waliodai kwamba gavana wa kaunti ya Mombasa Hassan Joho anahujumu mkono wa heri baada yake Joho kudai katika mkutano mwishoni mwa juma eneo la Vihiga kwamba ameamriwa na kinara wa NASA Raila Odinga kwamba hakikishe naibu wa rais William Ruto kamwe atakiona kiti cha urais ama hatapata kiti hicho cha urais. Sasa wabunge wako hapa, mwakilishi wa kina mama kaunti ya Kwale Zulea Hassani yuko hapa, viongozi ama wakilishi wa wadi pia wako hapa wakitaka kutoa tetesi zao, tukifahamu kwamba pia swala zima la kuwepo kwa chaguzi ndogo katika ukanda wa Pwani, hasa baada ya viongozi wale Suleiman Dori na Aisha Juma kuonekana kwamba wanaegemea mrengo ama wanaegemea naibu wa rais William Ruto, hasa wakimpigia debe kama atakayekuwa rais katika mwaka 2022. Basi kuliwafanya wawili hao kuweza kutimuliwa chamani, wakisubiri tu baraza kuu la chama cha ODM aidha kuwatimua kabisa ama kusalia. Ni masuala ambayo yanajadiliwa hapa na tayari viongozi wa ODM wapo hapa. Tueleze mbona wanamtetea Joho na ni sababu gani wanazomtetea, kwa sababu viongozi wa Rift Valley ama viongozi wa mkoa wa Bonde la Ufa wanasema kwamba Joho anahujumu mkono wa heri baina ya Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa NASA Raila Odinga. Najiunga na mwanzo na mwakilishi wa kina mama Zulea Hassani. Tueleze kilichowaleta hapa mwanzo. Kilichotuleta hapa sana ni kukashifu matamshi ambayo yanatolewa baina ya viongozi ambao wanajidai kuwa katika chama cha ODM na viongozi wengine katika kutusi viongozi na kuambia kuwa hawana maana yoyote, na viongozi ambao ni watu wazima ambao wamechangia maendeleo ya nchi yetu. Naam. Tunaacha nikuulize swali mheshimiwa mwanzo. Huu mkono wa heri wengi hawaelewi. Wanasema kwamba mbona wale ambao wanaegemea upande wa Ruto, na tunafahamu kwamba Ruto yeye pia yuko katika Jubilee, muna wapiga vita, ama pia nyinyi tunaona kwamba Joho, gavana Joho anampiga vita sana naibu wa rais William Ruto ambaye pia ni mwanachama wa Jubilee na walichaguliwa pamoja na Rais Uhuru Kenyatta. Kwani handshake ya vipi? Mwingine Dori akasema kwani ama hii ni legisheki, akiuliza pengine ni vipi, tuelewesheni. Na hizo ni propaganda tu kuhusu handshake. Maana ya handshake si kwa kila chama ama ODM imeingia Jubilee, kila chama kina sheria zake, na kwa mheshimiwa Dori na mheshimiwa Aisha Juma ni kwa sababu wanaunga mkono mgombea urais wa chama chengine. Kila chama kinaundwa ili kuingia katika mamlaka. Kwa hivyo ikiwa wewe uko chama kimoja unataka chama chako kiingie kwenye mamlaka, itakuwaje leo wewe unaunga mkono mgombea mwingine wa rais wa chama chengine? Haiwezekani. Hiyo ni kinyume cha sheria za vyama vya siasa vya nchi yetu. Kwa hivyo vile ODM NEC ilivyoamua ni sawa kabisa, na vile wanavyosema habari ya Ruto na kadhalika, hizo ni propaganda. Chama cha ODM hakijatoa rasmi mgombea wa urais atakuwa nani. Na zile tetesi za kisiasa kwamba Joho amepewa amri na Raila Odinga kwamba yeye hakikisha kwamba Ruto hawi rais,
viongozi wa mkoa wa Rift Valley wanasema kwamba tetesi kama hizo zina hujumu mkono wa heri, kwa sababu mkono wa heri unafaa ulete Wakenya wote pamoja. Je, huoni unaathiri hivyo kwamba mnampiga vita Ruto? Naam, ni haki ya ODM kuwa na mgombea wake rais. Ni sawa pia kwa Mheshimiwa Raila kusema kuwa hatuungi mkono Ruto kwa sababu yeye hayuko katika chama chetu, na kupeana mkono na Uhuru Kenyatta haina maana kuwa chama chetu kimevunjwa. Ingekuwa sasa kimevunjwa lakini hakijavunjwa. Kwa hivyo ODM ina haki ya kuwa pengine Ruto akija ODM huenda tukafikiria, lakini ODM ina haki ya kuwa na mgombea wake wa rais na wao Jubilee wakachagua yule wanaotaka. Naam. Asante. Wacha niongee na mwenyekiti wa ODM kaunti ya Kwale, Hassan Mwanyoa, ambaye pia alikuwa mbunge wa Matuga. Tueleze, mbona kuna shida? Tunasikia kelele tu. Asante sana. Mimi nikiwa mwenyekiti wa ODM Kwale, nimetaka mkutano huu leo kwa sababu ya mambo kama hayo ambayo unayauliza. Hakuna kelele. Sisi tunaendelea na chama vizuri, lakini tunakataa watu wetu kuanza tukanwa ni watu ambao hawaeleweki. Kama vile mambo ambavyo ulisikia na kama ukusikia na kufahamisha kwamba huko Rift Valley viongozi wetu walitusiwa sana, kinyume cha vile ambavyo sisi tunaona kwamba iwe. Handshake inaungwa mkono, lakini haina maana kwamba ati kwa na handshake basi labda vyama vyote vimevunjwa, kumekuwa na chama kimoja sijui kitaitwa Baba Uhuru wala kitaitwa Uhuru Baba. Hakuna jambo hilo mpaka wakati huu. Na ukweli ni kwamba kama ulivyozungumziwa, sisi kama wanachama wa ODM tunaunga mkono mambo yalivyozungumzwa kuhusu masuala ya Mheshimiwa Dori, na tunasema kwamba kila chama kina haki kabisa kufuata mambo yake vile ambavyo inatakana ifanye. Kwa sisi kuna ile handshake ambayo tunaiunga mkono 100%, haina maana kwamba tumevunja chama. Na haina maana kwamba eti watu wengine waanze kutusi chama chetu, kwa sababu hatujavunja chama na tutaendelea na chama chetu kisawasawa. Na tunasema kwamba yeyote atakayetia mkono kwa kiongozi yeyote wa ODM, mimi nikiwa mwenyekiti hapa Kwale nitahakikisha kwamba tunapambana naye. Wacha nizungumze na naibu kiongozi katika bunge la Kwale, ama ni majority leader. Haya, pole kwa kushukisha cheo, ni kiongozi wa wengi katika bunge la Kwale. Kumekuwa na mgawanyika huko nyuma, wakilishi wadi wengine kama mnaegemea Dori, wengine mnaegemea Joho. Sasa hali ikoje? Naona leo mmetuita hapa pamoja. Sasa mimi nataka niseme kwamba chama cha ODM hasa katika bunge kiko imara na hakuna mgawanyiko. Na zaidi ya yote tunaunga mkono ile handshake, kwa sababu jambo la kwanza imeleta amani katika nchi yetu ya Kenya na pia imeleta ustawi wa maendeleo. Kwa hivyo handshake haimaanishi kwamba tumevunja chama yetu, na tutasimama kama chama kitakuwa imara. Kitu ambacho tunakashifu ni yale matamshi ya wenzetu kama kule Nandi ambao walikuwa natusi viongozi wetu. Lazima tujue kwamba Joho ni deputy party leader, anashikilia chama. Baba Raila ndio party leader. Kwa hivyo itakuwa makosa kama ataanza kutusi viongozi wetu. Sasa lakini nanyi ambao ODM mnatusi naibu wa rais ambao pia ni deputy party leader wa chama cha Jubilee. Sisi hatujamtusi, lakini wao ndo wanatuchokoza. Na wakituchokoza lazima tutalipiza. Hatuwezi simama sawa sawa. Kitu kingine ni mambo ya hawa wengine ambao wanaanza kutangatanga na kuruka chama. Nataka niwaambie kwamba chama ya ODM ndani ya Kwale iko imara, na wale ambao wanafikiria kwamba yeye akitoka atajisimamia peke yake, wacha by election ikuje alafu ndo tutaonyesha moto kwamba ODM iko Kwale na Kwale ni ODM. Haya, wacha tuongee kwa kifupi dakika moja mbona mmalize. Hanifa Mwajirani ambaye mwakilishi wadi katika bunge la Kwale, tueleze kifupi tu tetezi zako ni gani? Naam, mimi kwa majina ni Hanifa Mwajirani, mheshimiwa, na ni majority chief whip wa bunge la Kwale la Kwale. Mimi labda pengine nizungumzie mambo na matamshi. Matamshi hayaturidhishi sisi kama wanakwale. Matamshi sisi hayana heshima katika chama cha ODM. Ndiposa sisi tukakutana na tukazungumza ya kwamba sisi kama wanachama wa ODM tuko imara na tuko tayari kupigana vita vyovyote na wowote ambao watatukana wa viongozi wetu wa chama cha ODM. Asante sana, nimeambiwa nimalize. Tayari umesikia viongozi wa kaunti ya Kwale hasa wa chama cha ODM waliochaguliwa, na ambao wengine pia ni wakilishi wadi pamoja na mwakilishi wa kina mama kaunti hii Zulia Hassani, wamesema kwamba wanasimama kidete
kutetea naibu kiongozi wa chama cha ODM Hassan Joho, na kwamba wao wanaunga mkono wa heri baina ya Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga ambaye ni kinara wa NASA, na kwamba tetesi ama matusi yaliokuwa kitolewa na wale viongozi wa mkoa wa Rift Valley ya kwamba hayaruhusiwi na kwamba wote wanafaa kuunga mkono ile maarufu inaitwa handshake, ilikuwa na umoja wa kitaifa, lakini wakisema kwamba wapo tayari kwa chaguzi ndogo wako tayari katika uchaguzi mdogo baina ya mbunge Suleiman Dori pamoja na Aisha Juma Malini.